Tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2021. Karibu tena katika seke za kimichezo. Twende tukaangazia ile kimichezo ambayo imejiri ndani na nje mipaka ya Tanzania. Kukaribisha leo hapa viwanjani ni mimi Golden Boy James Sebo. Tunaanzia hapa nyumbani Tanzania. Siku ya leo klabu ya soka ya Simba Sports Club wamevunja rekodi. Naweza nikasema wamevunja chungu baada ya wachezaji wao takribani 16 kuitwa katika timu zao za taifa. Wachezaji hao ni kama wafuatao. Katika timu ya taifa ya Tanzania kuna wachezaji 9 ambao ni Aishi Salum Manula, kama golikipa ameitwa Israel Patrick Mwenda, Mohamed Hussein Shabalala, Kennedy Risoni Juma na Jonas Mkude. Lakini pia kuna Mzabiri Yasin, Erasto Nyoni, John Laferboko pamoja na Kibu Dennis. Hao ni wachezaji takribani 9 ambao wameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Timu zingine za taifa ikiwemo Malawi, wao wameitwa wachezaji wawili wa Simba Sports Club, na mzungumzia Peter Banda pamoja na Duncan Nyoni. Hawa wameitwa katika kikosi cha The Flames Malawi. Lakini pia katika kikosi cha Zambia ameitwa mchezaji Lali Bwalia ambaye pia anatimiza wachezaji takribani 13. Lakini pia Tadeo Rwanga ni mchezaji wa 14 ambaye ameitwa katika kikosi cha Uganda The Cranes. Lakini pia Rwanda ameitwa Medi Kagere katika kikosi cha timu ya taifa ya Amavubi. Lakini katika kikosi cha Kenya ameitwa beki wakati wa Simba Joash Onyango. Lakini wa mwisho ni Enoch Baka Inonga ambaye ameitwa katika kikosi cha Kongo, anatimiza wachezaji 16 ambao wameitwa katika vikosi vya timu ya taifa kwa ajili ya kucheza michezo ya kufuzu kombe la dunia. Simba hao wamevunja rekodi, haijawahi tokea katika kikosi cha ligi kuu soka Tanzania bara kutoa wachezaji 16 ama zaidi ya hapo kuelekea katika timu zao za taifa. Simba wao ndio wamekuwa wa kwanza. Tuame hapo sasa. Tuelekea katika taarifa nyingine ambapo kuna mambo mawili katika nchi hii. Nazungumzia taarifa mbili ambazo ni kubwa ambazo ziliwahi tikisa kwa hivi karibuni ulimwengu wa soka hapa nchini. Taarifa ya Haji Sande Manara kuhamia katika kikosi cha Young Africans, lakini pia kuna taarifa ya Bernard Monson kufanya matukio mbalimbali katika viwanja vya soka. Sasa hapa kuna bato Bernard Monson baada ya msemaji wa zamani wa Simba Sports Club Haji Sande Manara kuhamia katika kikosi cha Yanga, ameonekana akimpa kashikashi Haji Sande Manara, na sasa wamefika katika hatua hii. Jana Bernard Monson alituma video fupi katika page yake ya Instagram kwa kumuonyesha Haji Sande Manara jinsi gani yeye anaenjoy katika kikosi cha Simba. Bernard Monson, video hiyo ni kama unavyoitazama hapo, akiwepo pamoja na wachezaji mbalimbali wa Simba, akiwepo Chris Mugalo, namuona Duncan Nyoni, namuona pia mchezaji mwingine ni Ali Salim pamoja na mchezaji Peter Banda, ambapo walikuwa katika fuko kwa ajili ya kupata enjoyment. Lakini Bernard Monson chini yake hapo aliandika ujumbe ambao ulimlenga Haji Sande Manara. Kwanza akaanza kwa kumtagi, alafu akaandika as you say yes enjoyment of life, akiwa anamaanisha kama ulivyosema tuna enjoy maisha ndani ya kikosi cha Simba. Huyo ni Bernard Monson. Lakini Haji Sande Manara katika posti zake za nyuma alikuwa akimtaka Bernard Monson awe na comment kama ilivyokuwa awali, lakini yeye pia ameamua kumtagi Haji Sande Manara kwa kumuonyesha jinsi gani wanapata furaha ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Tunahama hapo, tunaelekea katika taarifa nyingine. Kikosi cha timu ya Tanzania siku ya jana wamekuwa wakilishi wazuri katika michuano ya Kosafa ambayo inachezwa huko South Africa. Kikosi hicho kiliondoka jana na ushindi wa 3 mfululizo kwa kushinda magoli 3-0 dhidi ya kikosi cha South Sudan. Magoli yote 3 yalifungwa na mchezaji Stumai Afmani ambaye aliingia mara 3 nyavuni, ambapo pia huyo akaibuka kama man of the match, ikiwa na maana ni mchezaji bora wa mchezo wa siku ya jana. Yeye Stumai alikuwa na neno la kuongea kwa kuambia Watanzania jinsi gani wamejipanga huko South Africa. Twende tukamsikilize Stumai akizungumza. Kwanza najisikia vizuri, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho nimekifanya leo. Pia naishukuru timu kwa ushirikiano ambao wameonyesha. Naishukuru benchi la ufundi kwa ujumla. Kipindi cha kwanza wenyewe mmeona mechi ambayo ilikuwa ngumu, lakini tulirudi kipindi cha pili tumefuata maelekezo ambayo kocha wetu katuelekeza na tumeanza kupata ushindi wa magoli 3, na nikiwemo kati ya wafungaji au magoli 3. Na vile vile najisikia vizuri pia kupata MVP wa mechi. Kwa hiyo naomba isiishie hapa ili muendelee. Yes, huyo ni Stumai akizungumza baada ya kuibuka man of the match. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi cha Twiga Stars namzungumzia Bakari Shime, naye pia alikuwa na neno la kuzungumza na Watanzania. Huyo hapa Bakari Shime. Kwanza tumshukuru Mungu kwamba mechi imesha salama.
tumepata matokeo mazuri ya kushinda magoli 3-0, lakini pia kwa bahati mbaya pia tumepata majeruhi. Mchezaji Tulise Minja amepata majeraha. Tunaangalia ripoti ya daktari kusemaje kuhusiana na majeraha ambayo ameyapata. Lakini mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa ngumu. Kipindi cha kwanza wapinzani wetu walikuja kwa lengo la kutuzuia muda wote mchezo, kwa hiyo walifanikiwa katika mbinu zao na tupeleka half time tukiwa tuna goli. Kipindi cha pili tumerudi vizuri, tukamiliki mpira na tukafanikiwa kufunga magoli 3 ambayo yametuwezesha kwa washindi. Kushinda kwa leo maana yake kwamba tumetufanya tumalize kwa ushindi wa 100% katika hatua za makundi, kitu ambacho ni kizuri kwa timu yetu kwa sababu kinaongeza kujiamini kwa wachezaji, lakini pia tumeweza kuzuia kutokufungwa katika mechi mfululizo. Kwa hiyo jambo zuri kwa upande wetu, linajenga confidence kwenye defense yetu, na tunaamini tukichukua hiyo moto itusaidia kule mbeleni ambako tunakwenda. Ile kwa mechi nzuri kwa upande wetu, vile pia kwa mfululizo tumeweza kutoa mchezaji bora wa mechi kwenye timu yetu. Jambo zuri kwa maana kwamba kila mchezo tumeonekana kwamba tumeweza kuongoza vizuri na hatimaye deserve kupata vile ambavyo tumepata. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba tumemaliza tayari hatua za makundi, na maana yake ni kwamba tunajiandaa rasmi sasa kwa ajili ya hatua zile za mtoano. Ni ngumu mechi za mtoano, do or die. Kwa hiyo cha kwanza ni kuhakikisha wachezaji tayari kama kwa haraka sana, sababu wamecheza mechi mfululizo, kwa hiyo wamepata load kubwa. Na cha pili kupanga mipango thabiti kulingana na ubora wa wapinzani ambao watakuwa nao kwenye mechi ya finali. Yes, huyo ni Bakari Shime akizungumza jinsi gani ambapo mchezo ulikuwa mgumu na hatua ya makundi katika michuano ya Kosafa imemalizika kwa Tanzania kwa katika kilele cha kundi na wanakwenda katika hatua ya mtoano. Sasa watakuwa wanacheza katika hatua ya 16 bora. Baada ya hapo watakia katika hatua zingine. Tuelekea katika taarifa nyingine ambazo siku ya leo nimekuandalia ndani ya Sekeseke za kimichezo. Inahusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambapo siku ya jana yameingia maingizo mapya na kutikisa kidogo anga la kimichezo hapa nchini. Mchezaji ambaye alikuwa akitajwa mara nyingi sana, sio raia wa Tanzania, lakini baada ya kupewa uraia, kocha Kim Poulsen jina lake la kwanza likawa ni kumrejesha katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Unamzungumzia Kibu Denis, striker wa kikosi cha Simba Sports Club, ameongezwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa ajili ya kujiandaa na maandalizi ya mchezo wa Alhamisi tarehe 7 ya mwezi huu ambapo atakuwa anacheza dhidi ya Benin katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo huo ambao utakuwa unatafuta tiketi ya kuelekea katika kombe la dunia huko Qatar. Ameongezwa mchezaji Kibu Denis pamoja na wachezaji mbalimbali ikiwemo Kibwana Shomari, mchezaji wa kikosi cha Young Africans. Huyu ni Kibu Denis ambaye kwa sasa ni raia wa Tanzania. Kumekuwa kuna zongwe nyingi ambazo watu wengi wakiwa kijiuliza, lakini kocha Kim Poulsen ameona umuhimu wake kwa kumrejesha katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tunaama hapo katika kikosi hicho cha timu ya taifa ya Tanzania kuna wachezaji ambao wana majeraha mpaka hivi sasa na inasemekana tukawakosa katika mchezo wa Benin siku ya Alhamisi. Mchezaji namba 1 ni Bakari Nondo Mwamyeto, huyu ana injury, lakini pia Shomali Kapombe pia atakosekana katika mchezo huo, lakini Jonas Mkude kulingana na matatizo ya kifamilia naye pia hatakuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Mchezaji wa mwisho ni Elasto Edward Nyoni, naye pia hatakuwepo katika kikosi hicho kulingana na majeraha kwenye mchezo dhidi ya Benin. Hizo ni taarifa ambazo nilikuandalia hapa katika uga wa nyumbani. Tunahama hapo, tunaelekea sasa kimataifa ambako kuna mengi yaliyojiri, lakini machache katika hayo ni mchezaji wa zamani kikosi cha Tottenham amejiunga katika kikosi cha Villarreal ya huko nchini Hispania. Anaitwa Sergio Aurier Becker ambaye alikuwa akifanya vizuri katika kikosi cha Tottenham. Sasa ni mchezaji halali wa kikosi cha Villarreal. Ni mchezaji ambaye alikuwa akifanya vizuri, kwa sasa hayupo katika kikosi hicho. Tumefika mwisho wa Sekeseke za kimichezo. Taarifa mbalimbali ambazo nilikuandalia kuanzia hapa nyumbani Tanzania mpaka kuelekea huko kwenye uga wa kimataifa. Ilikuwa ni mimi James Ebo nilikukusanyia makala nzima ya Sekeseke za kimichezo, lakini nyuma kamera alikuwepo ni Maestro Ren. Tukutane muda na wakati mwingine, lakini cha msingi usisahau kusubscribe, kuchana, comment kwa yote mazuri ambayo unayapata kupitia hapa Ona TV.